lakini nikiri michango yenu imekuwa mikubwa na kuniongoza hapa nilipofikia. Niwaombeni sana waheshimiwa wadiwani, niwaombeni sana mkurugenzi pamoja na watendaji wako wote idara zote. Sitakuja kuwaangusha katika nafasi hii. Hiyo sio maisha yangu. Maisha yangu ni kuhakikisha halmashauri yetu iwe inainuka hapa ilipofikia kwa juhudi zilizotangulia, tusonge mbele, tufike mahala ambapo wananchi wanahitaji matokeo. Ninachoomba sana kwenu ni ushirikiano wa wazi na ukweli ili tuweze kujenga halmashauri yetu. Peke yangu sitaweza, peke yenu hamtaweza, tushirikiane kwa pamoja. Tukienda kwa pamoja, mkurugenzi, tutafika vizuri sana. Na ninaomba waheshimiwa wote tukishirikiana na wataalamu wetu, twende tukashirikiane kwa pamoja kwa ajili ya kutekeleza miradi ambayo tunaagizwa na serikali kuu. Mapato tumeshaweka na mshukuru sana afisa mipango ameshatukadiria. Kinachotakiwa kila mheshimiwa awe balozi, akawe na watendaji kule kwenye kila kata kwa ajili ya kukusanya mapato. Tunaweza Mbinga, tuna uwezo mkubwa wa kukusanya hayo mapato na tutafika tu mahala, na ili mambo yetu yote nakumbuka hapa tu wakati tunasema tumeomba mambo mengi sana, tumeomba barabara, tumeomba shule, madawati. Sasa kama tutasememea kwenye mapato yetu ya ndani, tutakuwa na heshima kubwa sana kwa ajili ya kutekeleza miradi mingine kabla ya kutegemea hela inayotoka kwenye serikali kuu. Kwa hiyo naomba tushirikiane sana. Pia tunashukuru serikali imetupatia, tumepata vijana wapya katika ajira 131, lakini tayari 73 wamesharipoti, na hii tunashukuru sana, na tunahakikisha mkuu wetu rasi tutawapokea vizuri kwa unyenyekevu wote kama nilivyopokea kule Maguu. Tutafanya hivyo, na Mbinga historia yake ni watu ni wakarimu, hawana shida. Kwa hiyo tutawapokea na tutafanya nao kazi vizuri sana. Kwa hiyo hiyo tuna amani, hawataweza kutoka. Bora tu wakishaingia kwenye eneo letu tutakuwa na pamoja. Mimi kwa majina naitwa Oleus Magu Msingonyani, diwani kata Kitanda, lakini pia mwenyekiti wa kamati ya elimu, afya na uchumi halmashauri ya mji wa Mbinga. Kwanza, bajeti yetu ya leo kwa kweli kwa maana ya upana wake imegusa kabisa maisha ya wanambinga. Tumejitahidi kufikisha bilioni 5.3 ambayo sasa kwenye miradi yetu ile vipolo kwa maana ya kata 19, naamini kama tutaisimamia vizuri na kuikusanya, tunakwenda kumaliza vile vipolo, lakini pia kuweza kutatua zile changamoto ambazo wananchi wetu wanakutana nazo kule vijijini. Kwa hiyo mimi naamini hii bajeti kama tutaisimamia vizuri na kuhakikisha kwamba tunakusanya kwa wakati, basi tunaenda kutatua changamoto za wananchi wetu kule site, ambapo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kama ilivyotuambia kwamba tuhakikishe wananchi wanakuwa na unafua maisha. Kwa hiyo sisi kwa bajeti yetu imelenga hasa kumsaidia mwananchi. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuhamasisha wafanyabiashara, kuhamasisha wakulima, kuhamasisha watu wote wapende kulipa kodi. Hii kodi ni kwa ajili ya matumizi ya kuboresha miundombinu ya serikali kwa ujumla, kuanzia hospitali, shule, lakini pia barabara na vitu vingine vyote vinatokana na hii kodi, na lakini pia na bajeti ambayo tunaiweka kama serikali. Kwa hiyo mimi binafsi nimeipongeza bajeti leo, imepitishwa vizuri na najua kabisa inaenda kugusa maisha ya wananchi moja kwa moja.